Jenerali mstaafu wa nyota 4 wa jeshi la Marekani Jack Keane amesema anaamini rais wa Marekani Donald Trump anakaribia kufanya uamuzi muhimu kuhusu kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Iran, huku shinikizo likiongezeka kutokana na mpango wa nyuklia wa taifa hilo. Akizungumza katika mahojiano ya redio, Keane alisema licha ya Trump kutofanya uamuzi rasmi, bado dalili zinaonyesha kuwa hatua hiyo inaweza kuchukuliwa baadaye. Alisema hali ya sasa inaonyesha Marekani inaandaa mazingira ya uwezekano wa operesheni ya kijeshi. Katika wiki za hivi karibuni, Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Hatua hiyo imekuja kufuatia ukandamizaji wa maandamano ya wapinzani wa serikali ya Iran unaodaiwa kufanywa na vikosi vinavyomuunga mkono kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Trump ameonya mara kadhaa kuwa Marekani inaweza kuingilia kati kijeshi ikiwa Iran haitaacha vitendo vya ukandamizaji na kuendelea na mpango wake wa nyuklia. Moja ya hatua kubwa zilizochukuliwa ni kupeleka kwa meli kubwa zaidi ya kivita ya kubeba ndege za kivita duniani, USS Gerald R. Ford, pamoja na meli nyingine za ulinzi kuelekea Mashariki ya Kati. Meli hiyo itaungana na vikosi vingine vya Marekani vilivyopo karibu na pwani ya Iran, jambo linaloonyesha maandalizi makubwa ya kijeshi. Trump alisema ana matumaini kuwa suluhisho la kidiplomasia litapatikana, lakini alionya wazi kuwa kushindwa kwa mazungumzo kutakuwa na matokeo mabaya kwa Iran. Wakati huo huo, Iran na Marekani zimeanza mazungumzo yasiyo moja kwa moja kwa wiki moja kupitia upatanishi wa Oman, yakilenga kutafuta suluhisho kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Pande zote zilisema duru ya kwanza ya mazungumzo ilikuwa mwanzo mzuri, lakini bado kuna tofauti kubwa. Marekani imesisitiza kuwa Iran hairuhusiwi kurutubisha uranium, wakati Irani imesema haitakubali kuacha shughuli hiyo. Duru ya pili ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika wiki ijayo mjini Geneva, kwa mujibu wa taarifa kutoka The Associated Press. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonyesha kuunga mkono msimamo wa Trump, ingawa alieleza mashaka kuhusu uwezekano wa makubaliano yenye ubora. Netanyahu alisema shinikizo linalowekwa na Marekani linaweza kusaidia kufikia makubaliano bora, hasa baada ya Iran kushindwa kufikia makubaliano hapo awali. Kwa mujibu wa Keane, ikiwa Marekani itaamua kuchukua hatua za kijeshi, operesheni hiyo itakuwa kubwa zaidi kuliko mashambulizi yaliyotokea wakati wa vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Alisema operesheni hiyo inaweza kulenga viongozi wa kijeshi na wa kisiasa wa Iran, miundombinu muhimu na mfumo wa makombora wa taifa hilo. Keane alisisitiza kuwa hatua hiyo inaweza kudhoofisha sana serikali ya Iran na hata kuiweka katika hatari ya kuanguka. Taarifa hii ni taarifa ya kushtua kidogo kutoka kwa jenerali mstaafu wa nyota 4 wa jeshi la Marekani Jack Keane, ambapo amesema kwamba anaamini rais wa Marekani Donald Trump amekaribia kufanya uamuzi muhimu kuhusu kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Iran, huku shinikizo likizidi kuongezeka kutokana na mpango wa nyuklia wa taifa hilo la Iran. Sasa ikiwa jitihada zote zimekwisha onekana za kupeleka vikosi Mashariki ya Kati, ambapo Marekani tayari imeagiza meli nyingine ya USS Gerald R. Ford sasa hivi ikiwa njiani kuelekea Mashariki ya Kati kuungana na meli ya USS Abraham Lincoln ambayo tayari ilikwisha wasili Mashariki ya Kati tangu mwezi Januari mapema kabisa, ikiwa ni maagizo ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza wazi kwamba anadhamiria kuweza kuishinikiza Irani iweze kukubali mazungumzo ya nyuklia, lakini vile vile kama hawatokubali basi atalazimika kuweza kutumia nguvu ya kijeshi kuweza kuishinikiza Irani kutii masharti ya Marekani pamoja na maagizo ambayo yametolewa kupitia rais huyo Donald Trump. Mvutano ukizidi kuongezeka hadi imefikia hatua sasa majenerali wastaafu wa kijeshi kutoka Marekani wameanza sasa kuzungumzia hatua ambazo zinatabiriwa kuweza kutokea za rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuchukua maamuzi moja kwa moja pale nchini Iran. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, ni kuombe endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.